Kama ukiwa kutafuta video ya kuorodhesha nyumba yako ndani ya platform ya booking.com, ukijifunza mbinu sahihi ya kufanya uorodheshaji, lakini pia ukihakikisha kwamba unapata wateja wako wa kwanza haraka kupitia platform hii, basi kupitia video hii nitakwenda kuonesha namna ya kufanya hivyo hatua kwa hatua. So, usije ukaruka hatua yoyote, kwa sababu kila hatua ambayo tunaichukua hapa ni muhimu kuhakikisha kwamba tunafanya uorodheshaji vizuri, ili nyumba yetu ionekane, nyumba yetu ichaguliwe na wateja wetu walengwa, lakini pia nyumba yetu ipate booking zake haraka, lakini huku nyuma tukiwa tumeweka mifumo yote sahihi kuhakikisha kwamba mawasiliano, lakini pia baadaye kuja kupata review nzuri na kuwa rahisi. So, tuingie kwenye kompyuta hapa na tuanze uorodheshaji. So, hatua ya kwanza ni kwenda kwenye platform ya booking.com. Kwa hiyo kama unatumia simu unaweza ka download app ya booking.com, au kama unatumia kompyuta kama mimi ninavyofanya hapa, utaingia tu kwenye browser yako yote unayotumia na utaingia booking.com. Ukishaandika booking.com utaletwa kwenye ukurasa huu hapa. So, kitu cha kwanza ambacho tunakifanya ni kutengeneza account ya booking.com. Kama hujawahi kufanya hivyo, maana yake utakuja kwenye register. Kama umeshawahi kuwa na account ya booking, utaenda ku sign in, then tutaendelea na mambo mengine. So, kwa sasa hivi tunaingia register hapa, ambapo kwangu mimi nitakwenda tu kutumia Gmail account, inarahisisha. Mtu mwingine utatumia Apple au ili kurahisisha mambo yote. Okay. So, kwa sababu mimi tayari nina account ya booking.com, nikibonyeza tu pale register inanipeleka hapa, lakini kwa wewe probably itakuwa inakuuliza mambo mengine hapo, labda jina lako na taarifa zingine zozote. So, ukishajiunga kwenye platform ya booking.com, kitu kinachofuata ni kuingia kwenye kipande hichi hapa ambacho kinaitwa list your property. Kwa hiyo ukibonyeza list your property, itakupeleka kwenye ukurasa huu ambao inakwambia kufanya usajili ni bure kabisa, unahitaji kulipia chochote, na inakupa statistics kwamba 45% ya wenyeji wanaohost wageni wanapata booking zao za kwanza wiki ya kwanza. Lakini pia wamekushauri uchague instant booking, manake booking ya hapo kwa hapo, au request booking, inategemea na wewe utachagua hivi, utaona zote huko ndani. And then wao watafacilitate au watasimamia masuala mazima ya malipo. Tofauti ya booking na Airbnb inakujaga sana hapa, ya kwamba ndani ya platform ya airbnb.com every payment ya airbnb.com lazima ipitie kwenye account yao, lakini booking.com iko flexible kidogo, ambapo mteja wako anaweza akafika pale nyumbani au akafika kwenye nyumba then akafanya malipo kwa kutumia cash au kadi. So, kwa sasa hivi tu utakachokifanya utabonyeza get started now. Sasa, kwa sababu ninamtengenezea mteja wetu mmoja listing yake, kitu ambacho tutakifanya, tutaelekea kwenye akaunti yake kuendeleza mambo mengine. Lakini kama unavyoona, ukishabonyeza tu hapa kwenye create your partner, ukishabonyeza ile link itakuleta hapa kwenye create your partner account au tengeneza akaunti yako ya ubia, then utaingiza hiyo email address yako ambayo unaitumia, barua pepe yako hapo, utabonyeza continue, kisha sasa utafuata hatua zingine zinazofuata hapa. Endelea kuweka email yako, fuata taratibu zingine hapo, tukutane upande wa pili. So, pale utakapokuwa umemaliza kutengeneza akaunti yako, itakachofuata ni ukurasa huu unaouona hapa. Hii ni list your property on booking and start welcoming guests. Kwa hiyo kama una apartment tutachagua hii option hapa. Kama una nyumba ya kawaida ambayo iko tu chini, manake haina ngazi zozote, utachukua hii. Kama una hoteli au bread and breakfast, maana nyingi hizi ni kama unatoa chai na kitanda tu, manake hakuna jiko wala nini, unaweza ukachagua hiyo. Na ya mwisho ni kwamba kama una maeneo mengine yote, kama una boti, campgrounds, watu wanaweza kuja kwenye tent zako, luxury tents, mfano watu wale wa Serengeti na kadhalika, unaweza kaja hapa. Sasa kwa sababu ya nature ya mteja wangu na mlistia ni apartment, kwa mimi nitakuja kwenye apartment, lakini utaenda kulingana na ya kwako. So, ukishabonyeza apartment itakwambia una list apartment moja, one apartment au nyingi. Kama una list nyingi utabonyeza hapa, alafu itakuuliza na utafuata maelekezo huku kulingana na idadi ya apartments unazoziweka. So, hapa itakuuliza kama unaweka ziko kwenye same address, maana yake sehemu hiyo hiyo, au ziko kwenye maeneo tofauti tofauti.
Kwa hiyo kulingana na wewe mwenyewe unachotaka kukilist utabonyeza hapo. Lakini kwetu sisi kwa sasa hivi tuna list moja, na wengi wenu ambao mtakuwa mnaangalia video obviously mtakuwa mna list apartment moja. So tutabonyeza hapo one apartment, tutaendelea. Alafu utakwambia tena you are listing one apartment, are you sure, la mwambia okay. Ta continue. So where else is your property listed? Kwa hiyo kama umeshai kuilist sehemu nyingine, unaweza tu ukabonyeza labda airbnb.com kama umeshai kuilist. Ningebonyeza hapa lakini na ingenirahisishia sana maisha, lakini sintafanya hivyo kwa sababu nitakunyima fursa ya kuona namna ya kulist booking.com kama haujalist kwenye Airbnb. Lakini kama umeshalist kwenye platform nyingine, ukibonyeza hapa ukiweka link ya ile nyumba yako ya Airbnb au booking kwenye maeneo mengine labda TripAdvisor, Vrbo, Expedia, hotel.com, ukiweka hapa ita import kila kitu. Ita import details ambazo umeziweka kule ndani ya Airbnb, ita import picha na taarifa zozote muhimu, ili usifanye hii hatua ambayo tunaifanya hapa. So kwa wengine ambao mtakuwa mnaangalia, obviously itakuwa ni mara yenu ya kwanza, lakini kama sio mara yako ya kwanza na umeshai kulist sehemu nyingine, then nakushauri kabisa bonyeza hapa, chagua kama ni iko Expedia au popote, then weka hizo link. Booking.com itakurahisishia maisha vizuri kabisa. Kwa hiyo kwangu mimi hapa nitasema my property is not listed in other websites, alafu nitaendelea. Then jina nitaweka hapa, alafu nitaendelea. Sasa na utaweka jina la property yako, alafu hapa sasa utasema iko maeneo ya wapi. So kukurahisishia, unaweza ukaenda zako hapa kuangalia eneo husika ambayo property yako yupo. Mimi nitatumia tu Google kwa sababu najua tayari iko wapi, Mwanga Tower. Alafu nitaangalia tu mtaa ambao hiyo property ilipo. Kwa hiyo kwa hapa hainionyeshi jina la huu mtaa hapa, kwa hiyo nitabaki na Wakati Bado Street. Nitakuja hapa Wakati Bado Street, hapa street, alafu itaniuliza ni apartment gani. Kwa hiyo naweza nikaja hapa kuangalia kwamba ni hii hapa, ambao mara nyingi wanairifer kama Microbio Healthcare, ndio waliponiambia hapo, lakini sio lazima mimi pia kuandika. Naenda tu nikaandika floor ya kwanza, Tanzania, Dar es Salaam, zip code. Kama hujui zip code ya eneo lako, unaweza tu kaja kwa kwetu sisi mara nyingi zip code ni 255 ya Tanzania, lakini sometimes unakuta wanamaanisha mfano sehemu nyingine unaweza kukuta ni postal code. Kama ni postal code, ukija tu hapa ukaandika eneo lako labda Makumbusho postal address, itakupa hapa, hii hapa. Unaweza ukaikopi ukaitumia pia hapa. Kwa hapa amesema zip code, unless wakisema kwamba sio. Then nachoweza kufanya pia ni kuangalia kama kweli ni maeneo ya hapa, which is okay kwa sasa hivi. Baadaye tunaweza tukaisogeza vizuri kwa sababu haiko hapa specifically, iko maeneo ya hapa kwa sababu ya baada ya kuangalia kwenye Google location yetu. Kwa hiyo utabonyeza continue. Baada ya kubonyeza continue, itaanza kuniuliza sasa maswali mengine ambayo ni what channel manager, kama natumia vitu vyote vingine kama guest. Hizi ni website ambazo unaweza kutumia kuhakikisha kwamba una manage nyumba zaidi ya moja kiurahisi, na especially kama ziko kwenye platforms tofauti tofauti. Kwa hiyo kwa sisi hapa tutasema no, tutamanage wenyewe hapa ndani ya Booking. Au mara nyingi pia unakuta kama una manager ambaye anasimamia properties zako, anaweza kana tumia hizo application. Sawa, itaendelea sana property details. Kwanza kama umeangalia video yetu ya Airbnb, utashtukizia kwamba listing ya Airbnb ni rahisi sana kuliko listing ya Booking. Listing ya Booking kwa kiasi fulani iko complicated, lakini ndio utofauti wa kila platform. So tumeshamaliza na basic information za kwetu na za property. Sasa tumekuja kwenye kipande cha taarifa kuhusiana na nyumba au apartment yetu. Kwa hiyo hapa tuna deal na 2 bedroom. So kuna vitanda viwili vikubwa. Hapa inakwambia kuna kitanda, bahati nzuri wamekuonesha, unaweza ukaona size ya vitanda hapa.
Kwa kuna option ya twin beds kama zipo inchi hizi, ni vile vitanda vidogo sana sana unakuta size ya kawaida tu. Ukiangalia kwenye hizi inches hapo unaweza ukaelewa. Size ya kawaida kabisa za watu wawili mara nyingi ni hii hapa. Queen bed ni kubwa, king bed ndo zile kubwa kabisa. Kwa hiyo kwa nature ya kitanda tulichokuwa nacho pale ni queen bed 2 kwa sababu ya vyumba viwili. Kwa hiyo hapa tumeambiwa bedroom 1. Kwa hiyo hapa tutasema kitanda ni kimoja kwenye bedroom 1. Then kama tuna bedroom nyingine, living room, kuna sofa 2. Kama kuna nafasi yote nyingine ambayo ina kitanda unaweza ukajaza hapa. Pia kuna options zingine hapa, kama mfano una double decker, una sofa bed, unaweza kukuta pale sebleni labda una sofa bed, au chumbani kuna sofa bed ya kiasi fulani, unaweza ukaweka hapo. Kwetu sisi hapa hizi details zingine hazituhusu kwa sababu hazipo. Then tunaulizwa hapa how many bathrooms zilizopo, zipo 2. How many guests can stay, ziko 4. Kwa nataka niangalie hapa, sorry. Hapa ni queen bed 1, save. Okay, nakuja ku add bedroom nyingine hapa sababu ziko 2. Kwa hiyo tutabonyeza na hiyo nyingine pia ina queen bed. Taziweka hapo. Kwa hiyo tuna bedroom 2, tuna living room au tuseme sebule, ina jiko, lakini kwa hapa sasa hivi masuala kama jiko na nini hawatuulizi, kwa hiyo tunaweza tukaiacha hapo. So watu wangapi wanaweza kukaa? Tunasema 4 wanaweza kulala kwa sababu kwamba tukiashumu kwamba kila chumba at least wanaweza kulala watu 2. Then ina exclude infants from total number of guests. Unaweza ukasema ndio, manake hii namba tuliotaja hapa inaweza inamaanisha kwamba haihesabii watoto wadogo kwenye hii namba, lakini kama inahesabia na watoto wadogo unaweza ukasema ina exclude infants. Kwa kama mimi naweza nikasema ina exclude infants nikimaanisha miaka 0 mpaka 2, na wewe nitakushauri utiki hivyo, nikimaanisha ya kwamba kwenye kitanda kile kimoja wanaweza kulala watu wazima 2, sawa, na mtoto katikati, na ile nyingine 2 na mtoto katikati. Lakini tulipoweka 4 hatujahesabu watu wote 6, hatujahesabu watoto kwenye hiyo namba. Kwa hiyo it's okay, lakini wakija nao kutokana na sheria ambayo tutaweka huko mbele. Then how many bathrooms? Kwenye hii hapa ina 2, maana chumba kimoja ina master, nyingine ni ina share na public. Alafu kinachofuata, do you allow children? Kama unakubali watoto waje kwenye nyumba yako utasema yes, kama ukubali then utabonyeza no. Then una kitanda cha watoto, do you offer cribs? Unaweza ukasema ndio kama unayo, kama hauna utasema no. Kwa hiyo kwenye zote hapa tuna allow children yes na, lakini hatu offer any crib. Alafu kama unajua square meter ya chumba chako au nyumba yako, ya hiyo apartment yako, unaweza ukaweka size yake hapa. Kwa sisi hapo sijui square meter ya hilo eneo, so nitavuka to continue. Then tunaanza sasa kuulizwa kuhusiana na mgeni anayekuja. So what can guests use at your place? Kwa hiyo hapa kuna air conditioning, heating haipo kwa sababu hapa sio heater, hii ni heating. Kwa mfano kama ingekuwa ni sehemu za baridi, heating ingekuwa tunatumia. Then free wifi ipo, electric vehicle charging station hamna, sehemu ambayo unaweza ukachaji yani zao hizi magari ya umeme. So kiufupi hapa utatiki chochote ambacho kipo. Nikikielezea kimoja kimoja kitachukua muda mrefu. Kwa hiyo mimi nakwenda kutiki vile vitu ambavyo vipo kwenye hii nyumba na utiki ambavyo vipo kwenye nyumba yako. So hapa video inakuwa fast forward kiasi fulani. Okay, ukishajaza hapo unakuja upande wa pili ambao ni services at your property. So hizi ni huduma ambazo unatoa. Kama unatoa breakfast utatiki hapo, kama kuna parking utatiki. Kwa hiyo kwa hapa sisi hatutoi breakfast kwenye hii nyumba. Yes, ipo na ni free. Do guests need to reserve? Hapana, wanahitaji ku reserve, wakija watakuta parking yao. Where is the parking located? On site. What type? Private. Public maana yake inatumika na umma, hii ni kwa ajili tu ya hii property hapa. So what languages do you or your staff speak? Kwa hiyo lugha ambazo unaongea. Kama unaongea Kifaransa, Kiitaliano, Kirasha utatiki zote. Kwa hapa ni Kiingereza na taongezea hapa Kiswahili. Kwa hiyo ukishuka hapa Kiswahili huku haiandikwagi
mara nyingi kwenye hizi platform. Kwa hiyo ukija hapa bado hawajaiongeza, kwa nahakikisha sometime nakuta either imeandikwa Kiswahili au Swahili. So kwa sasa hivi bado hawajaiongeza. Na ni kitu ambacho kiukweli bado inaniumaga, kwa nini Kiswahili haipo wakati ni moja ya lugha zinazoongelewa sana na watu wengi. Anyways, hiyo ni personal preference. Tuendelee. Kwa hiyo tunakuja kwenye hatua sasa ya house rules. Hizi ni sheria za nyumba. So hapa kuna sheria tofauti tofauti utaweka kulingana na zile ambazo unakubali. Kwa hiyo kama sisi hapa turuhusu watu kuvuta sigara, na ningekushauri na usifanye hivyo hivyo, kwa sababu itafanya watu wa ule moshi kuingia kwenye masofa, chumba, na sio kila mtu anapendelea harufu ya sigara kwenye eneo. Na parties, do you allow parties? Kama una allow utaweka, lakini kwa mara nyingi watu wengi ambao tunafanya listing huku hatu allow parties. Kwa hiyo vitu vingine basi utafanya kulingana na wewe mwenyewe unavyotaka. So taendelea hapa again, takuwa fast forward. Tuendelee. Okay, kwa hiyo ukishamaliza kwenye swala la sheria za nyumba, tunakuja kwenye kipande cha pili, kipande kingine ambacho ni host profile. Kwa hiyo kwenye host profile inahusiana na wewe zaidi. So help your listing stand out by telling potential guests a little bit about yourself. Kwa unaweza ukajielezea kidogo kuhusiana na wewe, na hizi taarifa zitatokea kwenye ukurasa wako. So unaulizwa the property details kuhusiana na hiyo property. Kwa hiyo utachukua taarifa zote ambazo unazo kuhusiana na hii property utaziweka hapa. Kwa hiyo kwetu sisi tulikuwa tumeandaa hizi taarifa jana. So nachukua tu hii description ambayo niliandaa hapa ndani ya platform ya ChatGPT. Kwa hiyo naweza nikakushauri na wewe mwenyewe kama utahitaji kupata hii ni Tajiri Short Term Rental Intelligence, ambayo ni ChatGPT, ni kitu ambacho tunaita custom GPT, ambayo kiufupi kwa kutumia link hapo chini unaweza ukabonyeza, utaweka tu nyumba yako na taarifa kuhusiana na nyumba yako, then itakutengenezea kila kitu, description ambazo unaweza kutumia, taarifa zote ambazo unaweza kuzijaza. Kiufupi tumekurahisishia. So hii ni tool ambayo iko for free, unaweza ukaitumia. Unachohitaji tu ni account yako ya ChatGPT ya kawaida. Kwa hiyo kama unavyoona hapo nimekopi hii property details zetu ambazo ziko mahali hapa, then tutakachofanya ni kuipitia tu kuhakikisha kwamba je, iko kama kweli tulivyokuwa tunataka. Labda tutaongezea kitu kidogo, business, travelers, labda na tourists and families. Alafu apartment features hiyo sawa. Mambo mengine yote naona hapa yako sawa. Ndio, yako sawa. Then kama una taarifa pia kuhusiana na host, kwa unaweza ukasema hapa. Kwa hiyo hapa nitaandika taarifa za host wetu, then tutaandika kidogo kuhusiana na host wetu, lakini kwa sasa hivi sintajaza hizo taarifa hapa. Unaweza ukajaza za kwako. Hizi za host wangu kuna maswali inabidi nimuulize ili niweze kujaza kitu ambacho ni accurate na sio cha uongo. Kwa hiyo wewe utajaza hapo kuhusiana na vitu unavyovipenda na vitu vichache ambavyo mtu anaweza akajua kuhusiana na wewe. Again, unaweza ukatumia pia ChatGPT kukutengenezea hiyo kipande kama hujui nini cha kufanya. Kifupi tu utaandika interest zako, vitu vinavyokuvutia zaidi kuhusiana na kuhost wageni, then itakuandalia hii taarifa hapa. Iambie tu kwamba isizidi maneno 1200. Sawa. Then kitu kingine utatoa taarifa sasa kuhusiana na eneo. Ili ni hawa ni majirani zake au tunasema neighborhood. So kwenye neighborhood hapa kitu tunachokifanya ni kujaza vitu ambavyo vinaweza vikamvutia hapo karibu. So kwenye description ambayo tulikuwa tumeandika initially pale juu kuna vitu ambavyo tulikuwa tumeviweka. Kwa hiyo kama kuna 2 bedrooms, labda ipo kwenye guests can enjoy quiet residential environment close to the city. Kwa hiyo hii ndo taarifa inahusiana sana na majirani zetu. Kwa naweza tu nikafuta hadi hapa, iko hapo. Naweza nikatoa hii, na pia siku zote naweza nikaja nikaongezea zaidi, kwa sababu pia naweza nikaongezea vitu kama ukaribu wa hospitali, ukaribu wa
labda sehemu za shopping, karibu wa maeneo ya basi, airport na vitu vyote hivyo, au bahari, kulingana tu na kitu ambacho uko nacho karibu ambacho wateja wako walengwa watavutiwa nacho zaidi. Kwa hiyo kwa sasa naweza nikaendelea kwa mbele, improvements zingine naweza nikazifanya baadaye. Then hatua nyingine ni picha sasa. So kwenye picha unaulizwa eneo lako linaonekanaje. Kwa hiyo hapa kuna mwongozo ambao tumetoa wa namna ambavyo unaweza ukapata mpiga picha hususani ambaye anaweza kuchukua picha nzuri za eneo lako. So kitu ambacho unahitaji kufanya ni kwenye kozi yetu ya Airbnb Masterclass, 7-day Masterclass, tumeelezea vizuri kuhusiana na hili. Unachoweza kufanya ni kuingia kwenye link hapo chini, utapata link ya kozi. Ukiingia huko, moja ya kitu ambacho tumefundisha ni namna ya kupata mpiga picha sahihi ambaye atakufaa na kuchukulia picha nzuri. So kwa sasa picha zetu hizi hapa. So tunaweza tukachagua kutokana ambazo tunataka wenyewe. So hapa nitachagua again, fast forward kwa sababu nachagua tu picha ambazo zitatufaa kwa kwenye hii listing. Okay. Kwa hiyo hapo mmeshaona namna ambavyo tulikuwa tuna select picha. So vitu ambavyo nilikuwa naviangalia in short, labda nikuelezee criteria ambazo zilikuwa zinanifanya nichague picha ambayo nilikuwa nachagua, ni kwamba naangalia kutokana na macho ya mteja wetu mlengwa. Yeye huku ina upload, yeye akiangalia hii nyumba ni vitu gani au vitu gani ambavyo nikivi highlight vitamvutia yeye zaidi. Sababu kumbuka, hii nyumba anakuja kukaa ni mteja wako. So kama mbele ya macho yake hii nyumba haimfai na anaiangalia kupitia platform labda kama hii ya booking.com, inamaanisha huyu mtu hatochukua hatua ya kwenda kubook. Kwa lazima tuchague picha ambazo kiukweli zina capture kile kitu ambacho tunakifanya kwa namna ambavyo mteja wetu mlengwa atavutiwa nayo na atataka kubook kutoka kwetu. So ukishamaliza kuweka picha zako, tutamove kwenye hatua inayofuata. So kwenye hatua inayofuata ni kuhusiana sasa na pricing, gharama ya nyumba yako na kalenda yako. So kuna vitu ambavyo unahitaji kuvijua kuhusiana na booking.com. So pale ambapo unatumia platform kama booking.com na Airbnb, kitu ambacho labda unaweza usijue ni kwamba kuna vitu ambavyo wanakucover, na hivi vitu usivichukulie poa, kwa sababu in case ikatokea kuna damage imetokea, uharibifu umetokea, booking wako tayari wewe kama mbia kupokea mpaka $1 milioni ya kukava hiyo damage. So we are here to ensure you receive bookings safely. So set house rules guests must agree. Kwa utaweka sheria zako za nyumba, then uta request damage deposit for extra security. Unaweza uka request damage deposit in case kama kuna kama hauna uhakika na wageni, lakini unaweza ka report pia guest misconduct in case ikatokea kwamba mteja mwenyewe amefanya kitu ambacho ni cha ajabu. Unaweza ukakiripoti booking.com, ameiba, amevunja kitu, unaweza ukakiripoti na wao wanaweza una receive protection against liability claims kwa kutoka kwa mgeni au neighbor kwa thamani ya $1 milioni. Kwa in case ameiba, amevunja kitu, amesababisha kitu kimetokea hadi kwa jirani yako, na unaweza ukaprove kupitia picha na conversations zokuwa nazo na mteja wako, then booking.com watakava hiyo. So hiyo ni advantage ya kutumiaga hizi platform. So hapo unaweza ukachagua kwamba pale tu ambapo apartment yako itakuwa booked uanze kupata booking papo hapo, au wateja wanahitaji kurequest. Kwa ushauri wangu, ndio hapa imekwambia recommended, nenda eka booking instant, lakini kwa ushauri wangu ni kwamba usiweke hivyo kwanza. Nashauri uanze na hii hapa. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado hatujamalizana na kila kitu. Kuna vitu vingine labda unaweza ukapublish hujaweka vizuri, then ikawa changamoto, mteja pale anakuta kwamba vitu fulani havijakamilika, afa anataka aingie labda tuseme kesho, wakati kuna maandalizi bado hujamaliza. Lakini kama kila kitu kiko on point na upo tayari kuendelea, unaweza ukaweka book instantly, kwa sababu muda wote mteja atakuwa akibook
itatokea hapo hapo unaona request kwamba Ian labda amebook tarehe fulani. Wakati hii nyingine ambayo nakwambia ufanye hapa itakuletea request kwamba Ian anataka kubook tarehe fulani, unakubali au haukubali. Kwa hiyo kwa sasa hivi ningekushauri uanze na hii kama maandalizi yako hayajakamilika. Kama yamekamilika, nenda na hiyo hapo. Then tunaendelea, continue. So hapa sasa inakuja kwenye bajeti. So kama unavyoonyeshwa hapa, make your prices competitive to increase your chances of getting more bookings. This is inakuonyesha sasa kutokana na maeneo ambayo umechagua na watu wanaokuzunguka ni shingapi wanachaji kwa bedroom labda mbili kama hii, na wewe ili at least ujue kama bei ambayo ulikuwa umeamua kuichaji ni nzuri au la. Kwa hiyo kwa kwetu sisi hapa tunajua kabisa hii nyumba inaweza kwenda kwa $61. Tunaweza tukaanzia hapo, lakini pia kwa ushauri wangu hapa unaweza ukaanza na bei ya chini. Unaweza ukaanza na $50 kupata tu zile reviews za kwanza na bookings za mapema. Kwa hiyo hii ni strategy ambayo tumefundisha darasani. Kwa kama unataka kupata, kuna strategy nyingi lakini moja wapo tu nitawapa hapa kwamba kama unataka kupata bookings za haraka unahakikisha una underprice, then ukishaanza kupata bookings na review, then kitu kinachofuata so tukianza kupata bookings ndio na reviews nzuri, then baadaye unaweza kuanza kuongeza price polepole kufikia sehemu ambayo unapendelea. Usianze juu sana afuka huko kwenye competitive mode, itakuwa juu kwa sababu washindani wako waliokuzunguka wanaweza kuwa na bei, wana reviews nzuri, wameshapata bookings, wana experience zaidi yako, afu ikawa changamoto kwako. So kumalizia hapo, pia na suggest uweke hii discount ya 20% ambayo ni muhimu sana pale ukiwa unaanza, itakusaidia wewe kupata booking za haraka. Lakini pia jua kabisa ni wateja wanapoona discount au price imepungua kama unavyoona hapo, ina motivate kubook hata kama wewe hauna review yoyote. Kuna namna tu mtu ili aweze kusave gharama, yuko tayari kuchukua nyumba yako. Kwa hiyo tutaweka hiyo, tutaendelea. Tukishaendelea hapo, kama unavyoona sasa inatuonesha rate plans. So rate plans kiufupi hapa ni mipango mbalimbali ya gharama. So kuna standard rate ambayo ndio hii kama unayoona hapa, ya kwamba tukiwa tuna mgeni, so kama unavyomuona huyu hapa, maana yake utaona hapa mtu mmoja itamtaji $61, wawili $61, tatu $61, nne $61. Unaweza ukaamua ukachaji tofauti kutokana na idadi ya watu. Kwa hiyo mfano mtu mmoja ukaangalia kuliko nyumba ibaki empty, okay, labda mtu akichukua nyumba yangu kama yuko mwenyewe nikachaji labda kiasi cha chini kidogo. Akiwa 4, 5 nikaongeza kutokana na idadi ya watu. So hiyo ni trick moja ambayo inaweza kukusaidia kama you okay with that, na ningesuggest ufanye hivyo. So unaweza kaamua kwamba mfano kama hapa wateja 4 wakachajiwa $61, watatu 54, wawili 51, mmoja 48. Hivi hii ni maamuzi yako. Though hii ningesuggest kama ingekuwa labda umeweka nyumba yako labda tuseme, kwa sababu mara nyingi yani ukita 2 bedroom watu wanachukua ni watu wawili watatu. Wachache sana utakuta wanakuwa wako tayari kulala wawili kutokana na circumstances tofauti kulipia. Kwa hiyo ningesuggest labda kama ungekuwa umeweka kule initially kule mbele umeweka labda $74, then ukija huku nyuma unai-enable hii, unairuhusu, then itapungua mpaka itafika sehemu kwamba mtu mmoja labda hapa ni $55 hivi, ambayo sio mbaya sana kwa mtu ambaye analala mwenyewe siku moja, maana yake hisia itakuwa matumizi sio makubwa sana. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu tumefanya tu kama standard rate, tunaweza tukaamua kwamba watu watatu wanalipa, hawapati discount yoyote, wanalipa kamili. Wawili hawapati, wanalipa hivyo sababu wanatumia vyumba vyote viwili. Lakini moja inaweza tukampunguzia kama 10% akalipa $54, then tukasave. Kwa hiyo kisha save hapo itakurudisha hapa kwenye plan zetu. Tutaendelea kwenye, tushaongelea hapa ni standard rate ambayo inaonyesha cancellation policy. Hapa sijaigusia cancellation policy, manake kutokana na vitu mbalimbali ambavyo vinatokea, mteja anaweza kabook alafu akataka kucancel. So mara nyingi utakuta hapa imeandikwa how many days before arrival can your guest cancel. Wanakuambia recommended ni 1 day. Mimi ningekushauri usiweke usikubali hiyo. Kwa nini? Kwa sababu in case mteja
wewe unaweza ukafikiria mteja anakuja labda kesho, sio? Kesho kutwa. Alafu siku moja kabla yeye kuja ana cancel, wewe kalenda ili block hizo siku za mbeleni. Kwa hiyo alikuwa amesema anakuja wiki 2, ameblock siku za mbeleni. Wewe kumpata mteja mwingine wa kuja hizo siku 14 au siku 7 za mbeleni utampata wapi kiurahisi? Maana yake utakuwa umepoteza sana. At least fanya 5 days. Hii inakuweka kwenye sehemu moja hivi ambayo ni nzuri. Kwa hiyo mimi ningesema hii hapa 5 days. Usikubali 1 day hata kama amekwambia recommended. No. Then tunaendelea na child prices for families. Kwa hiyo kama una rate ya tofauti kutokana na watoto watakaokuja kukaa hapo, unaweza ukaweka. Kwa mfano labda mtu akiwa na mtoto wa miaka 0 mpaka 2, hiyo ndio kushauri wache free. Sio lazima uweke hela kwa ajili ya mtoto mdogo hivyo. Lakini kama ni miaka 3 labda mpaka 17, unaweza ukaamua ukaweka idadi ambayo itakuwa ni kwamba kila mtu anayeongezeka hapa, mtoto anayeongezeka hapa italipwa $10. Kwa hiyo utaweka tu hapo, utasave. Usiondoke, yani usije ikatokea hujaondoka na chochote. Then tushamalizana na watoto, inakuja hapa. Hii ni non refundable rate. Hii ni kwamba mtu akichukua akibook hela hairudi. Kwa hiyo non refundable rate ni kwamba discount for guests. Hii ili kuwashawishi watu kuchukua lazima tuwape discount zaidi. Na kwa kweli sio kwamba inasaidiaga sana, lakini kutokana na fact kwamba mtu anapata discount waga yuko tayari kuikimbilia. Kwa hiyo tunaweza tukaipa 5% discount. It's okay, ili tuhakikishe tu kwamba mtu atake kuchukua hii, na tunajua kabisa kwamba in case akikataa kuja akikataa kuja lazima utapata hiyo $57 ambayo kwa kweli ni extra money ndani ya akaunti yako wakati wao hawajafika kabisa kwenye nyumba yako. Okay, then lastly tunakuja kwenye weekly rate plan hii hapa, kwamba kuna punguzo fulani ambalo unakuwa unatoa kwa mtu ambaye anachukua kwa siku 7. Sawa? So usually hapa mimi na recommend usiweke kubwa sana hivyo, unaweza tu kuweka 6%. Itakusaidia. Hapa wamekuambia hipi itafaa zaidi, kwamba 5% itaonekana zaidi, 15% utapata booking zaidi, ndio 37% unaweza ukapata more guests for a week or longer. Lakini kama unaanza, kumbuka umeshatoa discount kule ya 20%. Kuna discounts kiufupi nyingi sana ambazo zinakuwa zimeshatangulizwa, ambazo usipoangalia unaweza ukajikuta ile unaopokea unataka upige mayowe. Kwa hiyo kwa sasa hivi unaweza ukaweka 6%, it's okay. Then baadaye kutokana na watu ambao utakuwa una target, unaweza ukarudi siku zote kwenye hizi weekly rates, monthly rates, na ukazibadilisha kutokana na preference yako au kutokana na mahesabu yako. Ukaona okay, labda naweza nikatoa 10%, 15 na bado nikawa sawa tu. Kwa hiyo kwa hii nyumba specifically na rate anayotafuta 6% itakuwa nzuri. Then tukishamalizana na maswala sasa ya bei, rates zetu, tutabonyeza continue. Ukishabonyeza continue utaulizwa sasa what's the first date when booking and check in. Unaweza ukasema tu as soon as possible, maana mteja anaweza akaingia muda wote kuanzia sasa. Na kama wewe kuna siku ambayo unakuja kuifungua nyumba yako specifically, utaandika labda tarehe 28 ndio unaizindua. Kwa sasa hivi ni as soon as possible. Na kalenda yako ifunguliwe kwa muda gani, unaweza uka select the highest kwamba kwa mwaka mzima au ukasema miezi 18. Okay, lakini kwa hii hapa na shauri 365 kwamba inakuwa inajifungua yenyewe kwa kila mwaka. Inaonyesha kalenda yako iko available kubukiwa mwaka mzima. Then kingine unataka usync na calendar za other websites, unaweza ukasema ndio import calendar hapa. Kwa hiyo hii ni muhimu sana, kwa sababu hapa ndio unaweza ukaconnect kalenda yako ya Airbnb na booking.com na Expedia popote ilipo, ili kuhakikisha ya kwamba haitokei double booking. Yaani mtu amebook sijui kwenye Agoda, amebook kwenye Expedia, Airbnb, VRBO,
alafu unapata double bookings, alafu sasa wote wamebook tarehe moja, yani tarehe hiyo hiyo moja. So kufanya hivyo ni unaingia kwenye platform kama Airbnb, kuna link ambayo utaikopi kule utaileta huku. Kiufupi maelekezo yote hayo bahati nzuri yako hapa, kwamba kama ni Airbnb ufanyaje, Agoda ufanyaje, Expedia ufanyaje, Vrbo ufanyaje, na link uje uiweke maeneo ya hapa. So kitu ambacho unahitaji kukifanya sasa, nitakupa tu mfano wa Airbnb. Ukiingia airbnb.com utaswitch to hosting. Kama una nyumba yako hapa umeswitch to hosting, unakuja kwenye kipande hichi cha calendar, then utaona hapa pameandikwa availability settings, ambapo ukibonyeza utashuka kwa chini utaona connect to other website, ambapo ukibonyeza itakwambia add the link to other website. Kwa hiyo utakopi hii hapa, utakuja huku utapaste hiyo link hapa ya kalenda yao, utabonyeza import, then itakwambia data successfully imported. Kwa hiyo inamaanisha kalenda yako na kalenda ya Airbnb ziko connected, na hapa imekuelezea kwa avoid double bookings. Basi imeisha hivyo. So tutaendelea hapa, do you allow 30 plus days night stays? Kama unakubali watu kukaa kwa muda mrefu, unasema ndio. Unaweza ukachagua muda gani. Mara nyingi huku unakuta ni hadi siku 90. Kwa hiyo utaptiki hapo, utabonyeza continue. Then wanataka sasa kuverify kwamba wewe ni nani. Kwa hiyo je, unafanya kama biashara au unafanya kama mtu binafsi? Utasema individual. Hapo utajaza taarifa zako binafsi, kwa hiyo tutablur kwa sababu tunaweka taarifa za mteja wetu. Then ukishamaliza utabonyeza continue na itakuleta hapa. So you're almost done. You are listing as a business or individual, utasema individual. Alafu itakuuliza tena personal information kama inavyoonekana kwenye ID yako. Again, tutablur hapa kwa sababu ni taarifa za mteja wetu. Okay, kisha maliza kujaza taarifa, unakuja upande huu ambao unasema kwamba taarifa zote unaweka hapa ni halali na umeshasoma terms and conditions. Kwa terms and conditions ukibonyeza hapa, unaweza kama unataka kuzipitia utazipitia kujua terms and conditions zote unazokubaliana nazo, au unaweza ukachukua chat hii yote ukaweka ChatGPT ukasema isummarize ili ujue ni nini unajiingiza kufanya hapa. Na hii kwa watu wengi hawasomaji, lakini unaweza ukapitia, sababu kuna saa sometime unaweza kupata changamoto, kumbe ilikuwa imeandikwa kwenye terms and conditions kwamba kuna kitu fulani unakipata na haujui. So basi ukishamaliza utasema open for bookings na ita process hapo kama unavyoona, then boom, thanks, your property is now set to automatically go live as we complete the checks. Remember your email, watapata email when it is live. Kwa hiyo hadi hapo kwanza tumeshaambiwa habari ni njema na tutapata taarifa zaidi kupitia email zetu pale ambapo nyumba yetu itakuwa live. So unachohitaji sasa kufanya ni kufuata hatua ya mwisho, kwa sababu kuna hatua ya kuhakikisha kwamba malipo yanafanyika, na ndio kwa maana unaona hichi kipini hapa. Kwa hivi vipini unavyoona, hizi notification, kuna vitu ambavyo inaweza ikae na kuambia specifically unahitaji kufanya, kama kuongeza huduma tofauti tofauti, labda huduma ambazo zinapatikana ndani ya vyumba, au unahitaji kuongeza policies au vitu vyovyote ambavyo utavihitaji hapa. Booking itakuonesha tu. Kwa kitu ambacho utahitaji kufanya ni kubonyeza hapo na kuviongeza kulingana na kitu inachokuuliza. Kwa unaweza kukuta hapa inaniuliza labda nionyeshe picha ya bafu, nitaweka picha ya bafu. Kama nilikuwa sijapiga itabidi nipige mwenyewe au nimwambie mpiga picha afanye hivyo. Kama ni huduma fulani ambazo nitaulizwa kama kuna AC nini, unaweza kuzikuta hapa. Ziko huduma nyingi, siwezi nikazipitia zote kwa sasa. Lakini bahati nzuri kwenye booking.com ni kitendo cha kwenda na kutiki. Ya muhimu sana ni hapa kwenye finance. Kwa hiyo tutakuja kwenye financial settings, finance settings. Kwa hiyo tutaskip hii tour hapa, skip tour. Alafu tutakuja hapa. Kwa hiyo kwenye masuala ya kupata pesa na kulipwa, kwa hiyo utakuja kuingiza hapa bank details zako zote. Kwa hiyo utabonyeza hapa. Kwa hiyo itakuhitaji, kwa sababu ukiingia kwenye masuala ya pesa itahitaji uverify. Kwa hiyo utabonyeza hapa, itakwambia uchague namba ya simu. Hapa namba ya mteja wetu ambayo hiyo kodi itatumwa humo. Sasa kwa sasa hivi siwezi nikamalizia
hapa kwa sababu inabidi nimpigie simu apokee, anitumie code na vitu kama hivyo. Lakini kwa kweli utaenda hapo, utachagua namba ambayo ulikuwa umeweka pale, utatumiwa code. Hiyo code ukishaweka, utaingia sehemu ya kujaza details kuhusiana na masuala ya benki. Then utakapomaliza kufanya hivyo, utaingia kwenye kipande cha pili pale chini kwenye invoice, na in short utabonyeza kila tab na utajaza details ambazo unatakiwa uzijaze pale. Kwa hiyo ukishamaliza hapo, utaona kwenye email yako pale ambapo nyumba yako itakuwa tayari imeshapostiwa ndani ya platform ya booking.com, and well done, itakuwa umekamilisha listing yako. So hivyo ndivyo namna ambavyo unaweza kalist nyumba yako ndani ya platform ya booking.com. Lakini kama wewe ni mtu ambaye kiukweli umeamua kuwekeza kwenye hii biashara, kitu ambacho ningesuggest kwa namna ambavyo ni serious zaidi, especially baada ya kusumbuka sana mwanzoni nilipokuwa nafanya hii biashara, ni kwamba utafute mwongozo na taarifa sahihi. Yes, kulist ni kitu kimoja, ni hatua mojawapo, ni muhimu, lakini kama haujaiandaa hiyo nyumba vizuri, kama haujui labda kuweka mifumo sahihi ambayo inakuhakikisha kwamba hii biashara unaifanya bila stress na unaifanya kwa uwepesi na unapata faida na faida kujirudia na wateja kujirudia, na actually inaishia kuwa biashara na sio kuwa mzigo ambao unakuwa unaubeba, then kitu ambacho unakihitaji ni darasa na mwongozo sahihi. Kwa hiyo kwenye link hapo chini utakutana na taarifa zaidi kuhusiana na darasa letu la 7-day masterclass ya Airbnb kitajiri, ambapo humo tunakufundisha mfumo mzima wa namna ya kuendesha biashara hii kufikia sehemu ambayo inakutengenezea mapato ya 800,000 mpaka 500,000 kwa mwezi. Ni kupitia biashara ambapo ndani ya miaka miwili tumeweza kufanya mauzo ya milioni 150. Kwa hiyo kuna kitu kimoja au kingine ambacho unaweza kujifunza ikakusaidia mwenyewe kwenye safari yako. So kama utapendelea kujifunza zaidi, unaweza kaingia hapo kwenye hiyo link. Lakini pia kama wewe ni mtu ambaye ni mwekezaji zaidi na unatamani kujua namna gani ambavyo unaweza kuwekeza kwenye hii biashara, unahitaji ushauri, basi kuna huduma pia ushauri ambayo tunayo, na yote hayo unaweza kupata kwenye link yetu hapo chini. Basi kwa kusema hivyo, hapa ndio mwisho wa video yetu. Nenda kalisti hiyo nyumba yako tajiri ukiwa na mwongozo na taarifa sahihi, na ukajenge biashara yako ya Airbnb inayofanikiwa haraka na kwa uhakika. Kumbuka mimi ni Ian Metili, tukutane kwenye video inayofuata, na wewe ni tajiri.